Ahlan wa sahlan wa marhaba, hujambo na karibu mwanagenzi au mtazamaji katika kipindi ukipendacho, kipindi cha uhondo wa fasihi, lugha na isimu jamii. Kumbuka fukakuwa ni kipindi ambacho kwacho tunaletea kila kaski au kila siku kwa minajili ya kukuelimisha ili uweze kuyafahamu mambo mengi yanayohusiana na lugha hii tasnia kwayo takrima Kiswahili. Kipindi ambacho kwacho mwaletewa naye sio mwingine ila mie Kubasu Wanyonyi, mwalimu aliyebobea katika lugha nyenzi hii takrima kwayo Kiswahili. Basi natumai popote pale ulipo ngarange yambole kwangu mie hadidi ja kitawi cha mkarara. Nashukuru Dayani au Maulana kwa kunenesha na kunipa siha anuai. Basi natumai mwanagenzi au mwanafunzi au yeyote yule ambaye sasa hivi wanitazama, natumai umekwisha jitayarisha ipasavyo. Uko tayari pamoja nini? Uko tayari na matini yako kitini pamoja na kifaa chochote kile ambacho kwacho utakuwa ukitumia katika kufanya nini? Katika kuyanakili yale yote ambayo kwayo nitakuwa nikiwadokezea katika kipindi ambacho kwacho nimeweza kuandalia kaskihiyama leo hii mtazamaji. Sitapoteza muda kwa sababu muda umeipa kisogo, ila tu ningependa tu nikudokezee fikakuwa ni kipindi ambacho kwacho twaletea kila kaski kipindi cha uhondo wa fasihi, lugha na isimu jamii, na ni kipindi ambacho kwacho tunakipeperusha kupitia mitandao aina ainati, ikiwemo mtandao kwayo wa nini? Mtandao wa YouTube. Basi ingia pale YouTube channel, tafuta jina Kubasu Wanyonyi. Ukishatafuta mtazamaji, fanya nini? Sarakua ama subscribe, view au fanya nini ama au angazia. Vile vile unaweza ukafanya nini? Unaweza ukashirikisha ama ukashiriki na mwenzako ambaye labda hana uelewa na mambo yatakuwa aula. Yani fanya vipi? Wakati mwingine yabidi nikanganye ndimi kidogo tu mtazamaji, kwa sababu pia kuchanganya ndimi inaruhusiwa hasa katika masomo la fasihi mtazamaji au mwanagenzi. Basi nilikuwa najaribu kuwadokezea kuwa ukienda pale YouTube fanya nini? Ukienda pale YouTube view, subscribe, like, yani kupendekeza, like kisha ushare mtazamaji. View, like, subscribe and share na mambo yatakuwa aula. Na usahau fikakuwa ni mtandao ni kipindi ambacho kwacho pia tunakipeperusha kupitia mtandao wako wa TikTok pale Mwalimu Kubasu. Ukiingia TikTok ni Mwalimu Kubasu. Vile vile fanya vivyo hivyo, unaweza ukafanya nini? Ukafollow mtazamaji, na vile vile ulike na mambo yatakuwa aula sana. Ni kipindi ambacho pia upande mwingine ukiangazia kwa upana utapata fikakuwa tunakipeperusha kupitia mtandao wako upendao, mtandao wa Instagram pale. Ukiingia Instagram Kubasu Wanyonyi, hunabudi kunipata kwa njia muktadha sana. Sitapoteza muda mtazamaji, leo tunataka tuangazie fasihi, na katika fasihi tutaangazia fasihi simulizi. Nataka tuangazie fasihi simulizi. Kumbuka fikakuwa niliwadokezea fikakuwa fasihi imegawanywa ama imewekwa katika tuna vipengele viwili vya fasihi. Tuna fasihi andishi, hali kadhalika tuna fasihi simulizi. Na fasihi hizo zote mtazamaji ukiangazia kuna tofauti kidogo sana. Kwa sababu zipi? Ukiangazia fasihi simulizi ni ile fasihi ambayo kwayo usimuliwa kupitia njia ya mdomo, ilhali fasihi andishi ni fasihi ambayo kwayo bila shaka uangaziwa kupitia njia ya maandishi, na ambapo kwapo mara nyingi wanawafanyia uchanganuzi ya kupitia vitabu kwavyo. Ukienda kidato cha ngapi? Cha 3 na cha 4. Unajua sasa hivi tuna tu vidato viwili, na labda grade ya ngapi? Grade ya 10 mtazamaji ambaye sasa hivi wanitazama hapo. Ukienda katika shule za upili, basi kidato cha 3 na cha 4 wanaangazia vitabu vya fasihi andishi kwavyo vitatu. Tuna hadithi fupi pale, Mapambazuko ya Machweo na hadithi nyinginezo. Ni kitabu ambacho kimeangaziwa na waandishi aina ainati ambao bila shaka wana hadithi zao kwazo mle ndani. Na hadithi zenyewe ni hadithi fupi fupi, sizo ndefu mtazamaji, sio kama riwaya.
Na vile vile ukiangazia tuna riwaya vile vile Nguu za Jadi. Ni kitabu ambacho mara nyingi kinazungumzia kuhusu uongozi, mtazamaji, ambao pia huwa tunafanya uchanganuzi. Kando na riwaya Nguu za Jadi tuna tamthilia Bembea ya Maisha, kitabu ambacho kimeangaziwa sana naye sio mwingine ila Timothy M. Arege, mtazamaji. Basi ni kitabu ambacho kinaangazia msukosuko ama panda shuka kwazo za maisha, ambayo mara nyingi nawadokezea fika kwa katika maisha uwepo na panda shuka zake kwazo. Leo kuna kufanya nini? Leo kuna furaha, kesho huenda kukawa na nini? Kukawa na huzuni. Na hivyo ndivyo kwavyo maisha yalivyo, na yafaa ufanye nini? Yafaa ukubali ama uyakubali, mtazamaji, na utafanya nini? Wapata fika kwa mambo yanaenda aula sana. Basi ni kitabu ambacho kina uchanganuzi wake, mtazamaji, na pia tunafanya uchanganuzi. Bila kupoteza muda, ukienda kidato ama shule ya msingi ya sekondari, yani junior secondary, pale tuna pia vitabu vile vile vitatu. Tuna kitabu cha gani? Tuna kitabu cha novela pale Mshale wa Matumaini, novela grade ya ngapi? Grade ya 7, kitabu ambacho kwacho kimeangaziwa sana naye mwandishi ama mwenda zake aliyeweza kufarakana na Israeli ya pili, yani aliyeweza kuaga dunia, sio mwingine ila Profesa John Habwe, novela grade ya 7, Mshale wa Matumaini. Mtazamaji, mara nyingi wengi hujiuliza mbona mshale ukawa tena matumaini, na mara nyingi tunajua fika kwa mshale ni kile kifaa ambacho kwacho tumiwa katika vita, mtazamaji. Haya yote ukitaka kubaini bayana, fanya nini? Tazama kipindi cha Uhondo wa Fasihi, na bila shaka nitakuwa nikikupa uhondo zaidi. Na vile vile tuna tamthilia grade ya 8 Wema Hauozi, kitabu ambacho kwacho pia kimeangaziwa naye Timothy M. Arege, na bila shaka ni kitabu ambacho pia pale kuna msukosuko pale wa maisha. Kuna jamaa fulani ambaye bila shaka sitaki nifanye nini? Sitaki niendelee sana, mtazamaji. Haya yote ukiyahitaji, tafadhali, yote yanapatikana katika kipindi hiki cha Uhondo wa Fasihi, lugha na isimu jamii, naye Kubasu Wanyonyi, mwalimu aliyebobea katika lugha nyenzi, tasnia ya Kiswahili. Vile vile usahau kwa tuna kitabu cha wanafunzi ya grade ya 9 ama 9 ukipenda. Pale tuna diwani ya mashairi. Kumbuka kwa diwani ni mkusanyiko kwa hayo mashairi kwa pamoja. Mashairi yakiwekwa kwa pamoja huitwa nini? Huitwa diwani. Au vile vile kitabu kilichobeba mkusanyiko wa mashairi bila shaka huitwa diwani, na ndio maana kitabu hicho kikapewa jina Diwani ya Mashairi ama Diwani ya Mashairi grade ya ngapi? Grade ya 9, mtazamaji, ambaye sasa hivi yanitazama kitabu ambacho kimeangaziwa na malenga tofauti, akiwemo Timothy M. Arege, tuna Mwala M. Nyanje pamoja na Joseph S. Kiponda. Ni kitabu ambacho kina mashairi mengi ambayo kwa tunafanya uchambuzi. Sitapoteza muda, mtazamaji, acha tuende moja kwa moja kaditadi fasihi simulizi. Na katika fasihi simulizi leo hii tunabudi kuangazia aina mojawapo ya vipera vya hadithi. Na katika vipera hivyo vya hadithi tuna vipera nyingi kwazo za hadithi, na lile jambo ambalo kwa ningependa tu nikudokezee nifika kwa ningependa tu nikudokezee fika kwa tuna aina mbalimbali kwazo za tungo zinazosimuliwa kama hadithi katika fasihi simulizi. Na katika hadithi tuna hadithi ama hadithi imeweza kuainishwa katika makundi mawili takrima. Kwa hiyo tamrini, mtazamaji, kikundi cha kwanza kwacho cha hadithi ni hadithi, tuna hadithi kwazo za kubuni, na vile vile tuna zile hadithi kwazo za kisalua, mtazamaji, ama kando na kisalua pia waweza sema hadithi za kihistoria, mtazamaji, ambaye sasa hivi yanitazama. Lakini leo hii tunataka tuangazia aina mojawapo za vipera hivyo kwavyo vya hadithi katika hadithi za nini, mtazamaji, katika hadithi ya kihistoria, mtazamaji. Hapo tunabudi kuangazia nini? Tunabudi kuangazia ngano. Basi tunataka tuangazie ngano kwa muda ule ambao tumesalia nao kidogo, dakika kama 10 hivi ama 15 ama robo saa ukipenda, mtazamaji. Basi katika ngano, mwanzo nataka tuangazie ngano ni nini hasa. Yule mwanafunzi wa kidato cha 4 pamoja na kidato cha 3 itakuwa manufaa yako iwapo utazama kipindi hiki, manaye
Haya ni baadhi ya maswali ambayo mnaletewa pale katika mtihani, hasa mtihani ule wa kitaifa. Basi ngano ni hadithi za kimapokeo, mwanafunzi ambaye sasa hivi wanisikiliza pamoja na kunitazama, na sio tu hadithi za kimapokeo jinsi unavyoifahamu ama jinsi unavyoifahamu, ila ni zile hadithi za kimapokeo ambazo kwazo hutumia wahusika, na katika wahusika mara nyingi unapata tukakuwa hutumia wahusika ambao yaweza kuwa ni wa watu, vile vile yaweza kuwa wahusika wanaweza chukuliwa kwa wanyama mtazamaji, na pia kando na wanyama wahusika yaweza kuwa ni miungu au vile vile hata mashetani, mizimu, na vile vile pia ukiangazia vizuri yaweza pata mhusika yaweza kuwa ni wahusika waweza kuwa ni miti na vitu visivyo hai, ili kuelezea au kuonya kuhusu nini? Kuelezea au kuonya kuhusu maisha. Hilo ni jambo ambalo kalo shati uweze kulifahamu unapoangaza ama tunapozungumzia kuhusu ngano. Nimesema fika kuwa ngano huwa na nini? Huwa ni hadithi za kimapokeo ambazo hutumia wahusika kama vile watu, ama kando na watu wahusika waweza kuwa wanyama. Hiyo tutaangazia tutakapokuwa tukiangazia aina mojawapo za ngano pale katika nini? Hurafa pale mtazamaji. Na vile vile yaweza kutumia wahusika kama vile miungu, ama kando na miungu yaweza kuwa ni mashetani au mizimu, na vile vile pia miti na vitu visivyo hai, ili kuelezea nini? Wahusika hao hutumika ili kuelezea na kuonya kuhusu nini? Kuonya kuhusu nini? Kuhusu maisha mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama. Na kabla tu tuangazia aina nyingi kwazo za ngano, ningependa tu nikudokezee fika kuwa ngano huwa na sifa zake kwazo mtazamaji. Sifa za ngano, natumai umeweza kuandika maelezo kuhusu ngano ambaye ni hadithi za kimapokeo. Hadithi za kimapokeo ambazo hutumia wahusika kama vile wanyama ama watu. Tuanze na watu au binadamu ukipenda, wanyama, miungu, mashetani, miti na vitu visivyo na uhai, ili kuelezea au kuonya kuhusu maisha. Basi tunataka tuangazie sifa kwazo za ngano. Basi ngano huwa na sifa zake kedikedi. Mtazamaji ambaye sasa hivi wanitazama, tuna sifa nyingi kwazo za ngano. Kwa mfano katika sifa mojawapo tutapata fika kwa ngano huwa na nini? Huwa na formula maalum. Ngano huwa na formula gani? Formula maalum. Na katika formula bila shaka pale kwenye utangulizi ama kwenye ufunguzi pale, basi formula ya ufunguzi au mwanzo bila shaka, na ile formula ya kuhitimisha ama mwisho pale, basi utapata fika kwa ngano huwa na nini? Na formula. Kina ile formula ya nini? Ya ufunguzi pale, ama formula ya mwanzo, na vile vile kuna formula ya kuhitimisha, yani ya kukamilisha mtazamaji hapo mwisho. Kwa mfano tu tuna mfano tu wa formula, labda tuna neno tuna formula gani? Hadithi ambayo utapata kwa mfano tu hadithi kisha hadithi njoo. Huo tu ni mfano wa nini? Huo ni mfano wa mwanzo wa nini? Formula ya mwanzo mtazamaji. Mwingine ataanza kwa kusema vipi? Kwa kutamka maneno haya, hadithi, kisha mwingine atajibu kwa kusema vipi? Hadithi njoo. Hiyo tu ni mfano wa formula ya formula ya mwanzo. Kisha tuna mfano wa formula ya mwisho ambayo anapokamilisha yule anayegani atakapokamilisha au anapokamilisha atakamilisha kwa kusema hadithi yangu imeishia hapo, au nini, ama labda anaweza tumia maneno tofauti mtazamaji ambaye sasa hivi anitazama. Basi natumai umekwisha jua fika kwa hadithi wana formula ya ufunguzi na vile vile
ya kuhitimisha ama ya kukamilisha pale, na ufunguzi nimesema mfano hadithi kisha hadithi njoo. Na katika ukamilishaji, unapokamilisha labda utakamilisha kwa kusema hadithi yangu inaishia hapo, ama watu wengine waweza sema wakiishi raha mustarehe, mtazamaji, italingana na hadithi yenyewe. Na jambo la pili, ngano ni hadithi za kimapokeo, jinsi ambavyo niliyowadekezea nilipokuwa nikiwapa maelezo bayana kuhusu ngano. Bila shaka ngano ni hadithi za kimapokeo. Kisa na maana hurithishwa kutoka kizazi kimoja kaditadi kizazi kingine. Mwanafunzi, hilo ni jambo ambalo kwa sharti uweze kulifahamu. Wapo utaambiwa elezea toa na uelezee sifa 5 kwazo za nini, za ngano. Ya kwanza nishakupa, wana formula maalum, ambayo tuna formula ya ufunguzi na vile vile formula ya kuhitimisha. Pili, hadithi ama ngano ni hadithi za kimapokeo. Kisa na maana hurithishwa kutoka katika kizazi kimoja kaditadi kizazi kingine. Na mara nyingi bila shaka utapata fika kuwa watambaji mbalimbali huzipitisha ngano kwa vizazi tofauti. Mwanagenzi ambaye sasa hivi wanitazama, kisha tukiangazia muhimu mwingine wa ngano, sifa kwayo ya ngano. Natumai uliandika hapo sifa za ngano, na nikaelezea, sitaandika kwa mapana, andika tu hapo wana formula. Na jambo la pili ni hadithi za mapokezi ama za mapokeo, kisha hapo utakuwa umetaja, alafu kisha uelezee kinagaubaga jinsi ambavyo kwa hivyo nimeweza kuelezea. Sifa nyingine kwayo ya ngano, tutapata fika kuwa usimulizi wake huwa na urudiaji au kariri mwingi wa maneno. Utapata mara nyingi katika unapokariri ama katika usimulizi wake, unaposimulia, basi wapata fika kuwa huwa na urudiaji kwayo wa maneno yanarejelewa ama yanarudiwa. Mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama, na vile vile kando na urudiaji mwingi wa maneno, pia yaweza kuwepo na urudiaji mwingi wa sauti na vile vile vifungu vya maneno, kama vile labda ulikuwa unaelezea kuhusu zimwi fulani, asema zimwi likakimbia, mtazamaji, ama waweza sema zimwi likakimbia. Basi hapo utapata fika kwa neno likakimbia limerejelewa mara mbili na hata mara 3, mtazamaji. Basi hiyo ni aina moja hapo kwazo ya sifa za ngano. Na ngano vile vile huwa na wahusika wa wanyama, binadamu na vile vile mzimwi. Hiyo ni sifa nyingine ya ngano ambayo pale katika kueleza nilipokuwa nikiwaelezea kinagaubaga kuhusu ngano, niliweza kueleza fika kuwa wahusika wake waweza kuwa binadamu au mazimwi au miungu, mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama. Hiyo ni aina mojawapo kwayo ya sifa. Basi utapata fika kuwa wahusika huwa upewa sifa za kibinadamu ili waweze, ama wahusika hawa mara nyingi upewa zile sifa za binadamu ili waweze kutumiwa ili kufanya nini, kuadilisha mwanagenzi au mwanafunzi ambaye sasa hivi yanitazama. Tuna sifa nyingi kwazo, labda ya mwisho agalabu ngano huwa na matumizi ya nyimbo ambazo kwazo ni kitulizo kwa hadhira. Bila shaka ngano mara nyingi tumia wimbo, na wapata fika kwa wimbo huu, hizo nyimbo kwazo bila shaka huwa hutumika kama kituliza ambacho kwacho kinatuliza labda mioyo ya wale hadhira. Kumbuka hadhira ni wale watu ambao wameketi kitako na wako tayari ama wanasikiliza hadithi ambao labda unawasimulia pale. Watu ambao wamekusanyika kwa pamoja wakisikiliza hadithi huitwa hadhira, ama watu wengine unaweza ukawaita hadhara, mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama. Na tukiangazia sifa nyingine kwazo za ngano, tutapata fika kuwa plot yake huwa sahili, mtazamaji. Yani ngano hazina matumizi ya mbinu nyingi
kama mbinu rejeshi ambazo kwazo huenda zikafanya ploti kwa changamano mtazamaji au mwanagenzi ambaye sasa hivi yanitazama. Basi jua fika kwa tuna sifa nyingi kwazo za hadithi ama ngano ambayo siwezi nikaelezea nihitimishe kwa sababu ya muda ambao unazidi kufanya nini, kuyoyoma. Sifa nyinginezo nawe naomba tu ninakusihi na uende ukasakure ama ukabuke mtazamaji buku lako ili uweze kuyafanya nini, kuyajua mengi kuhusiana na sifa nyingi kwazo za ngano. Mie tu ni kufanya nini, ni kufanya mambo yawe mepesi kwako, na bila shaka nimeweza kuyataja nimeweza kuzitaja sifa kama 6 hivi kwazo za ngano. Naye nenda kuongezea maana tunazo nyingi ambayo pia utapata kwa ngano ni hadithi za mafunzo na ambazo humulika mtazamo wa jamii husika kuhusu maisha mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama. Hizo tu ni sifa za ngano ambayo naomba tu uende ukabuke zaidi ili uweze kupata uhondo kamili ama mengi zaidi, na pia wakati mwingine nikipata muda nitazidi tu kuwapa maelekezo zaidi. Na basi tu kumbuka nilipoeleza kuhusu formula pale katika ngano, nilisema formula ni mtindo maalum wa kufanya jambo mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama. Na katika formula katika ngano ni mtindo maalum wa kwanza na kumalizia ngano. Kwa mfano tuna formula ya ufunguzi pale ambayo utapata tuna msimulizi pamoja na hadhira. Msimulizi ni yule anayesimulia kuhusu hadithi yake ambaye ataanza vipi, paukwa, kisha hadhira watajibu kwa kusema pakawa mtazamaji, kisha msimulizi tena ataendelea kwa kusema hapo zamani za kale, naye ama anaweza sema paukwa bado mtazamaji, naye hadhira waseme pakawa. Msimulizi akasema sahani, naye hadhira wakajibu kwa kusema ya mchele mtazamaji. Naye msimulizi bado mambo yanaendelea, yanazidi kupamba moto, basi msimulizi huenda akasema giza, naye hadhira wakajibu la mwizi. Haya, msimulizi tena akatoa pokezi lake akasema na kiboko je, naye hadhira wakasema cha mtoto mkorofi. Basi hayo ni mambo murwa sana ambaye hapo katika formula katika ngano. Hizo ni baadhi ya formula katika ngano, formula ya ufunguzi ama ya kuanzisha ngano mtazamaji, ama ya kuanzisha hadithi mtazamaji. Kisha tuna hizi muhimu wa formula ambayo unafaa siku moja tuangazia, wapata fika kwa formula ya ufunguzi huvuta makini pamoja na ule usikivu usikivu wa hadhira, ambao hadhira wanakuwa na wanakuwa makini sana kwa sababu wanataka kujua kile kilichotokea baadaye mtazamaji. Basi hayo yote tutakuwa tukiangazia katika kipindi kingine, na pia utapata fika kuwa hizi formula pia utambulisha au hata pia utangaza mtambaji mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama, na wakati mwingine huashiria mwanzo wa hadithi. Kwa mfano tu katika jamii labda ya fulani, labda wazungumzia kuhusu jamii labda wa Meru pale, basi mtambaji usema vipi? Utasikia wakisema akitumia neno jukiarugano mtazamaji. Hiyo tu ni mfano tu katika jamii ya Wameru, mwanagenzi au mwanafunzi ambaye sasa hivi tazama. Kisha katika formula ya kumaliza au ya kuhitimisha hadi utasikia wakisema vipi, hadithi yangu inaisha hapo, na wakiishi raha mustarehe, na mambo mengine mengi ambayo bila shaka tayatumia. Na pia formula ya kukamilisha pia uona umuhimu wake ambayo tutaangazia kaski nyingine, ambayo utapata kwa formula ya mwisho huashiria mwisho wa ngano, na bila shaka mtambaji anaposema hadithi yangu inaishia hapo, hadhira hujua kwa ngano imeisha, na bila shaka mambo yatakuwa ya aula sana mtazamaji. Na pia utangaza funzo kwa wale wasikilizaji wale ambao wanafanya wanasikiliza ngano. Basi uweza kumalizikia kwa methali au usemi ambao ni muktasari wa madili katika ngano mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama. Haya ni mambo ambayo tutazidi kuangazia katika kipindi kingine kijacho. Na katika aina kwazo za ngano ujue fika kwa tuna aina nyingi kwazo za ngano. Ambaye labda tu nitakuwa nikitaja, kisha katika kipindi kijacho tutakuwa tukifanya uchambuzi moja kwa moja ujue jinsi zinavyoshamiri. Kwa hiyo takrima kwayo tamrini mtazamaji ama nagenzi. Basi katika aina kwazo za ngano, aina za ngano
aina za ngano. Basi tuna aina nyingi kwa za ngano. Kwa mfano tu tuna ngano za mazimwi na majitu, mtazamaji ama mwanagenzi. Basi sasa hivi nitazama tuna ngano za mazimwi, ngano za mazimwi au majitu. Kisha kana ngano hizo kwazo takrima, mtazamaji, tuna ngano za hurafa, ama waweza andika tu hurafa. Kumbuka hii ni ngano ambayo bila shaka niliwadokezea kwa kuwa mara nyingi hutumia wahusika huwa ni binadamu, ni wanyama ambao huchukua nafasi kwayo ya nini, ya binadamu, ili kuwasilisha ujumbe tajika. Na vile vile tuna hekaya ambayo tutakuwa tukiangazia uchambuzi wake kwa takrima. Na ukiangazia kwa upana utapata hekaya ni zile hadithi za ngano ambazo kwazo mara nyingi yule mtambaji ama yule mhusika mara nyingi hutumia mambo ya ulaghai ili kujinaksi matilaba yake, mtazamaji, ama haja zake, mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama. Iwapo mmeangazia kwa mfano pale tuna hekaya za Abunuwasi pale. Kumbuka yule Abunuwasi, hadithi tamu sana mtazamaji, ambayo tuwadokezea kwa Abunuwasi alikuwa nini? Alikuwa mfugaji mkubwa sana, na bila shaka alikuwa na ng'ombe na punda, na punda wake ni punda ule, alikuwa na punda punda mzuri sana bila shaka. Na punda wake alipokuwa yataka kunywa maji, alikuwa yahisi kiu, ikabidi hakuwa na chochote kile, kwa sababu anatuelezea fika kwa wezi walikuja wakafanya nini, wakamuibia chochote kile, mali zake zote. Basi hakuwa na bewa, hakuwa na cha msali ya mtume wala nabii, ila ilibidi aende akafanya nini, akamwendee jirani yake amsaidie nini, kifaa chochote kile, labda ndoo au sufuria, ili aweze akaenda akafanya nini, akamnyweshe punda wake. Mambo ni mengi sasa, ni nini mtazamaji, haya tutakuwa tukiangazia katika tutakapokuwa tukiangazia uchambuzi kwa ngano za hekaya, mtazamaji. Vile vile kana ngano za hekaya tuna tuna ngano za mashujaa, ambapo mara nyingi usimulia kuhusu mashujaa. Tuna ngano za mashujaa ambao huzungumzia kuhusu wale shujaa, wale watu ambao walikuwa shujaa labda katika nchi zao, mtazamaji. Na vile vile kana nayo tuna ngano za usuli. Tuna ngano za usuli pale. Ngano za usuli. Kana na ngano za usuli tuna ngano nyingi kwazo. Tuna ngano za mtanziko, tuna ngano pia gani mtazamaji, ngano za mazimwi mtazamaji. Tuna ngano nyingi kwazo ambazo hatuwezi tukayakamilisha sasa hivi katika kuyataja. Tuna visakale pale na tuna visasili. Hizo zote ni aina moja wapo kwazo za za ngano mwanagenzi au mtazamaji ambaye sasa hivi yafanya yuanitazama. Basi wapo utaambiwa taja aina kwazo za ngano, tafadhali usije ukasahau. Tuna urafa, tuna hekaya, vile vile tuna ngano za mazimwi au tuna ngano zile za usuli, tuna ngano vile vile za majitu ambayo bado tu yaorodheshwa katika pale katika ngano za mazimwi. Tuna ngano za mashujaa mtazamaji, na ngano nyinginezo nyingi sana mwanagenzi ambaye sasa hivi za yuanitazama. Basi kulingana na muda ambao unazidi kuyoyoma, basi mie sina budi kuhitimisha kipindi. Na ninapohitimisha kipindi kwangu mie ni kuwaregeshea shukrani zangu kwazo kudukudu, nikifanya na sina budi kuwaregeshea shukrani zangu kudukudu nikihamaki na kufanya
na kufurahia wito wenu. Chambilecho wahedi waliokulukuntu kubali wito ila kataa uitwalo iwapo halina maslani nawe kalitadi tamati nangangu nashusha kwa mahanjamu kedekede mtimani mwangu natumai Dayani mwenye kujalia jala zake neema kudukudu au tolatola akijalia bila shaka bado tutazidi kufarikiana inshallah. Mtazamaji ambaye sasa hivi yuani tazama, kumbuka fika kuwa lila na fila vyote havitangamani. Wa salam.